السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحاضرون، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. ndugu zangu tuliohudhuria kwenye muhadhara wetu huu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala sote sisi tulioko hapa na hata wale ndugu zetu wengine walioko nje ya hapa ambao walikuwa na shauku ya kuja hapa lakini hawakuweza kwa sababu moja au nyinginezo, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kwa nia zetu njema za kuhudhuria vikao na mikutano ya kidini kama hii, na hivyo hivyo awalipe kheri wale wote wanaotufuatilia kwa channel zetu zinazorusha moja kwa moja kutokea msikiti huu. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sote tuliopo hapa ndani na wale walio nje hapa, walio karibu na walio mbali, kwenye kufahamu yale yaliyo ya haki katika tunayoyasema na kuyafafanua, na pia tuwafikishe kwenye kuyafanyia kazi na kutupa uwezo wa kuyafikisha kwa wengine ambao hawakufikiwa na ujumbe huu. Kama mtakumbuka, kwenye sehemu ya kwanza ya muhadhara wetu tuliofanya baada ya swala la asiri mpaka kufikia kabla ya magharibi kwa robo saa, tulizungumzia namna Uislamu ulivyotoa kipaumbele kwenye kuyalinda na kuyachunga mambo makuu matano. Kajaribu kuzitaja au kuyataja maandiko matakatifu, imma kutoka kwenye Qur'ani au kutoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio misingi miwili kwa Waislamu ya kujenga dini. Pamoja na ufahamu waliofahamu wema waliotangulia, mambo matano hayo tulisema dini imekuja, dini ya Kiislamu imekita mizizi yake kwenye kulinda mambo matano ambayo ni dini yenyewe yatakiwa ilindwe, ihifadhiwe, iendelezwe, ipiganiwe, ienezwe, ipokewe na ipokezwe kila kizazi kwenda kwenye kizazi kingine, iendelee hivyo mpaka mwisho wa hii dunia. Dini ilindwe, na aya na hadithi zinazozungumzia mambo hayo ni nyingi. Lakini jambo la pili ni kulinda nafsi na roho za watu, kuwalinda watu wenyewe. Kisema nafsi ni mtu mwenyewe, kuanzia roho yake na mwili wake, isimwagwe damu yake pasi na haki. Kadhalika sheria yetu, sheria ya dini yetu imelenga kulinda akili za watu zisivurugwe kwa namna yoyote ile,
na imetoa njia ya namna ya kuzihami na kuzilinda akili. Ukisoma sheria utayajua haya. Kadhalika sheria yetu imekuja kulinda kizazi na heshima za watu, nasabu za watu na heshima zao. Hairuhusiwi kuvunja heshima za watu, ni mmoja mtu huyo ni mkubwa au mdogo, wa kike au wa kiume, raia au mtawala. Ni marufuku kuchezea heshima yake. Kadhalika sheria yetu imelenga kuilinda na kuihifadhi na kuchunga mali za watu. Haifai kucheza na mali za watu kwa namna yoyote ile. Nikayafafanua haya kwa ufupi kiasi cha saa moja na dakika kadhaa hivi. Nimeyatanguliza hayo kwa sababu ya haya nitakayoyasema sasa hivi kwenye muhadhara wetu huu wa kipindi cha pili. Nitaomba tusikilizane kwa makini sana, na bado nitasisitiza kudhibiti nukta muhimu na masaili muhimu nitakayoyasema, hata kama wayajua. Najua watu wengi wana elimu, wana maarifa, lakini kuhifadhi elimu ni jambo la msingi. Na pia inawezekana nikazungumza kibinadamu nikateleza, ukadhibiti wewe. Ni vizuri ukakosoa kielimu na adabu, na pale nilipoteleza nitarekebisha. Nitakapokosea basi ni mimi, sio dini, kwa kuwa mimi ni binadamu. Pamoja na kwamba huwa napatiliza sana kile ninachokusudia kukisema, sipendi kuropoka, na ndio maana ninazidhibiti nukta zangu. Kwa nini nimezungumza niliyozungumza kwenye muhadhara wa kwanza? Kwa makusudio gani? Nimeyazungumza niliyozungumza kwa lengo la kukumbushana kwa wale waliosahau, na lengo la kuwafundisha wale wasiojua, na kuwakosoa wale wanaopotosha, na kusema lililo la haki kwa niaba ya Waislamu walio nyuma yetu. Kwa sababu unapokuwa katika jamii yoyote, kuna watu wanaokukubali hata kama ni wachache, na wanaokupinga hata wakiwa wengi. Wale wachache wanalao la kutaka kusema, wakakuona wewe wafaa kuwasemea, sema. Naamini kwamba mujitamaa wetu na jamii yetu ya watu tunaojinasibisha kufuata njia ya as-salafu salih katika nchi hii na nje ya nchi hii, tunayo mitazamo na fikra, tunayo imani na itikadi ambayo sisi twaamini kwamba lau kama wanadamu wote wataishika njia hiyo na wakaiamini, wataishi katika hali ya amani na utulivu, upendo na mshikamano, na wataishi katika hali ya furaha
na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaka aabudiwe. Twatamani lau wanadamu wangeiona ile kheri iliyomo kwenye yale tunayolingania. Twatamani lau Watanzania wangeona ile kheri na baraka iliyomo kwenye hiki tunachokilingania. Natamani Waislamu wangekijua hicho, raia na watawala wakakishika tunachokilingania, basi pasingekuwa na matatizo wala tabu zozote. Illa an yasha Allahu rabbi. Kwa nini? Kwa sababu tunachokilingania sisi ndiyo ile dawa na ule ulinganizi aliyoulingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukapokelewa na maswahaba zake. Uislamu uliojengwa kwenye misingi ya kitabu, yani Qur'an na Sunna, yani mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa uelewa na ufahamu wa maswahaba na wanafunzi wa maswahaba na waliofuatia baada yao, watu wa zile karne tatu bora zilizoishi katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baada yake, vizazi vitatu bora, zile generation tatu za mwanzo kabisa, wale walikuwa katika Uislamu sahihi ambao wanadamu wote wanatakiwa waishi kwenye Uislamu ule. Waislamu wote wanatakiwa waishi kwenye Uislamu ule. Ndio huu Uislamu wa kuyahami na kuyalinda haya mambo matano makuu yaliyolengwa na sheria ya Kiislamu, ad-daruriyatul khams. Uislamu unaoilinda dini kwa kuitetea tauhid na kuikataza shirki ambayo ni dhulma kubwa, shirki ambayo inaleta hofu katika miji, kwa sababu ukiwa mushrik unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuwa na amani. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Allah subhanahu anasema wale walioamini na wasichanganye imani zao na ushirikina, hao wataishi kwa amani, watapata amani, na wao ni watu walioongoka. Na hizo ndio hoja zetu tulimpa Ibrahima na jamaa zake. Tulimpa Ibrahim akawa dhidi ya jamaa zake walioingia katika shirki. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha. Allah subhanahu wa ta'ala anaithibitisha amani kwa watu wenye tauhid. Tauhidi ikikosekana ndipo pale inapotokea katika jamii wakapatikana watu kwa sababu ya ramli na kwa sababu ya tamaa wakawaua wazazi wao kwa kisingizio cha uchawi. Kuna watu katika baadhi ya nchi, bali katika nchi yetu, walijitokeza wakawa wanawaua vikongwe kwa tuhuma za uchawi na ushirikina, kwa sababu hawana tauhid. Kwa hiyo amani imeondoka kwao. Akishamuona mzee kazeeka na macho mekundu, pengine mwenyewe alikuwa apikia kuni, moshi mwingi, macho yamebadilika yamekuwa mekundu, huyu mchawi. Mbona watoto mtaa huu wafa? Kumbe wana utapia mlo, kumbe wana malaria hawapeleki hospitali, kumbe kuna typhoid, kumbe kuna kadha wa kadha. Lakini lawama zinaelekea vikongwe, lawama zile zajengwa na waganga wa kienyeji wanaotibu kwa njia za ushirikina na mashetani. Shirki inapelekea vikongwe kuuawa. Shirki
ndiyo inayopelekea albino na watu wenye ulemavu wa ngozi kuuawa, kwa sababu huyu ni mchimba madini, kaambiwa kwenye mgodi wako, tangu wewe umechimba pesa zimeisha, miaka imeisha, wenzako wamekuchezea madini ya kwako, ukikaribia hivi wenzako yavuta kule. Kwa hiyo ili yaje yabaki, tutataka mkono wa albino. Na wewe kwa sababu huna tauhid, wamtafuta albino kwa gharama yoyote, umkate mkono upeleke kwa mganga akakutibie kwenye mgodi. Au na kampuni ya mabasi, biashara ya kusafirisha na usafiri, unauza kioski hapo, una restaurant yako, una duka lako, umeajiriwa kwenye kazi, wataka kupanda cheo, au wahisi warogwa sana na wenzako, watafuta mganga wa kienyeji akutibu, na atakwambia mambo chungu nzima ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hukai kwa amani. Vipi utakuwa na amani na wewe huna tauhid? Utasikia mtu mzima amembaka mtoto wake wa kumzaa mwenye umri wa miaka 3, miaka 5. Si kwamba afanya vile kwa sababu kazidiwa na matamanio, ni mganga wa kienyeji mshirikina kamuagizia, ili upate bahati katika maisha yako na biashara zako zifunguke, basi kamuingilie binti yako wa kumzaa huyu, kwa sababu ya upumbavu, kwa sababu ameacha mila Ibrahim. Waman yarghab an millat Ibrahima illa man safiha nafsa, hakuna mtu yoyote ataichukia mila ya Ibrahima isipokuwa ataitia kwenye upumbavu nafsi yake. Allah anasema maneno haya. Mila ya Ibrahim ilikuwa ni tauhid. Kwa hiyo Uislamu umekuja kulinda dini yenye misingi madhubuti ambayo ni tauhid, njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na njia hii kwa kuwa imejengwa juu ya msingi huu inaleta amani. Hutasikia maalbino wakiuawa au wakikatwa viungo, wala hutasikia vikongwe wakiuawa au watoto wachanga wakibakwa au mambo mbalimbali yasiyofaa yakifanyika. Hutasikia hayo, kwa sababu watu wamesimama katika njia ya sawa. Jambo hili ni kheri na baraka katika umma. Ni aibu kubwa sana kusikia taifa la watu eti wamesoma na wameendelea katika ulimwengu huu wa teknolojia ya hali ya juu, bado wanaamini mizimu, na bado wanaamini ushirikina na uchawi, au kuwaua au kuwachuna ngozi watu ili wajinufaishe wao wenyewe. Ni jambo la ajabu na la aibu kabisa. Hivyo tauhidi na dawa hii inahitajika, dini ilindwe ili amani ipatikane. Sisi tunailingania dawa hii kwa sababu ndiyo dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika tulinde nafsi. Ukiisoma dawa hii vizuri utaelewa kwamba kuna msingi wa kulindwa nafsi za watu na akili zao na heshima zao na mali zao. Ndiyo maana sisi tumesimama kwenye ulinganizi wa da'wa hii, mambo ambayo huyapati kwenye sehemu nyingine. Utakuta hawa wana hili, yale wameacha, wameshika yale, hili wameliacha. Nini? Kwa sababu hawataki kuingia katika mfumo wa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake alkiram, wakaacha hilo. Sasa kila tukitazama ule mbabaiko uliopo kwa Waislamu, kwamba mbona Waislamu wanayumba, mbona Waislamu wanababaika, mbona Waislamu wanadanganywa na wao wanadanganyika, mbona wana misingi imara, misingi madhubuti kabisa ya kuwafanya wao wawe na utulivu,
wana misingi ya kuwapitisha kwenye hali zote bila ya kutetereka. Kwa nini wanatetereka na kwa nini wanayumba? Sisi tukaona kwamba miongoni mwa sababu zinazopelekea wao kutetereka na kuyumba ni ujinga katika dini. Waislamu wengi tumeamua kwa makusudi kutojifunza dini yetu. Sasa sisi da'wa yetu, ile da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, sisi tumeamua kulivalia njuga jambo hili. Kila unapotokea munasaba, kila inapotokea hali na sababu zenye kupelekea kuzungumza jambo fulani, twazungumza bila ya kusubiri ushawishi kutoka kwa mtu yoyote, bila ya kusubiri ahadi ya mtu yoyote, bila ya kusubiri kutumikia agenda ya mtu yoyote, bila ya kujipendekeza kwa mtu yoyote, hata kama jambo hilo litagharimu maisha yetu, litagharimu mali zetu, au litagharimu heshima zetu. Niliwahi kuzungumza siku za nyuma, karibuni tu kwenye Eidul Adha, wakati nikizungumzia masala ya amani, nikasema katika mambo ambayo watu waliobeba da'wa hii wanasifika nayo ni ujasiri na kutokuwa na hofu juu ya kulisema jambo la haki kwa njia nzuri, bila ya kutukana, kukashifu na vinginevyo. Wanalizungumza jambo la haki kwa dalili. Nikatoa mfano miaka ya nyuma kidogo, 2012 2013, na nyuma yake kidogo palitokea vuguvugu katika nchi yetu na nchi za jirani. Zilikuja fikra za jihadi. Baadhi ya mashekhe kupitia mitandao na kupitia madarasa zao wakawahamasisha vijana wa Kiislamu watoke kwa ajili ya kupigana jihad. Wakawahamasisha wengine watoke wafanye hijra waende Somalia, wengine waingie msituni, na wakaanzisha miji yao. Kuna mji waitwa Madina huko Kilindi na sehemu nyingine, kwamba watu wahamie wende huko, kwa sababu hawa wote mnaowaona hawa wanaitwa Waislamu, hawa makafiri na wanafiki. Na kwa kuwa tunaishi kwenye nchi ya kitaghuti na hawa Waislamu wengine hawataki kutuunga mkono, hawa pia nao ni makafiri, damu zao halali, mali zao halali. Wakajipanga hivyo na wakawa wanazungumza hivyo. Nakumbuka mimi nilikuwa nikifanya rudud kwenye mahadi yetu, mahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kupitia khutba na mihadhara, na nikiwajibu baadhi ya watu kwa kuwataja majina yao kwamba njia mnayokwenda nayo si njia salama wala sio njia sahihi. Hiyo sio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia hiyo itapelekea kuuchafua Uislamu, itapelekea kuwaangamiza vijana wa Kiislamu, itapelekea kuufuta Uislamu, na wala hilo mnayokwenda nalo halitausaidia Uislamu chochote. Kwa hoja hizi na hizi na hizi, ikasadifu kipindi kile vuguvugu katika nchi za Kiarabu wenye Tarabiul Arabi, watu wakifanya maandamano na migomo, wakiingia barabarani kuzipindua nchi zao. Ikasadifu pia wakati huo huo kuanzishwa kundi linaloitwa ISIS, Daesh kwa Kiarabu. Daulatul Iraqi wa Sham, ikiongozwa na kiongozi mkuu wao akiitwa Abu Bakr al-Baghdadi, na huku wakiwa wana wazungumzaji mabingwa kabisa waliojificha katika nchi za Europa huko,
wakina Anwar Haulaq na wengineo. Na huko kwetu pia wakapatikana wazungumzaji wa aina hiyo. Sisi tulijua kwamba kuwajibu watu hawa ni jambo la hatari na huenda tukauawa, lakini acha tufe wachache, wengi wasalimike. Mimi nikafanya mihadhara pamoja na ndugu zangu, tukafanya na semina mbalimbali, tukahangaika mji baada ya mji. Hawa hawatuelewi, serikali haituelewi, waislamu hawatuelewi, lakini tunasema tutaeleweka maadamu ni haki. Tukafanya katika baadhi ya miji, katika baadhi ya mikoa mihadhara, tukaenda mpaka Zanzibar tukafanya mihadhara na semina. Kule Zanzibar walipanga mauaji, wakapanga mauaji waniue mimi kwa sababu mnafiki. Na kweli nimetoka kwenye muhadhara pale kwenye msikiti wa Darajani baada ya salati al-isha, tumesimama tusalimiana na ndugu zetu, tuagana tuingie kwenye magari, likarushwa gurneti kunilenga mimi. Lakini wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Allah asema hivyo. Pia asema qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Haikuwa nafsi yoyote ni yenye kufa isipokuwa kwa idhini ya Allah, na kila nafsi imewekewa muda. Pia ambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam waambie halitolitusibu sisi isipokuwa lile alilotuandikia Mola wetu. Yeye ndiye mtetezi wetu. Kwa hiyo mimi sikufa pale kwa sababu muda wangu ulikuwa haujafika. Nilijeruhiwa, nikapata majeraha, damu ikamwagika, lakini mwanafunzi wangu pale alifariki. Na waeleza hili mfahamu ile hatari tunayoipitia sisi, lakini sikunyamaza, niliendelea kusema. Na tulitukanwa sana kwenye mitandao, vibaraka hao, Mayahudi hao, wanatumika na Marekani hao wanafiki hao. Lakini tulikwenda na mwisho tulieleweka. Na yale tulikuwa tukiyasema kwamba jamani, kwa haya mnayokwenda nayo, wasiokuwa waislamu wanaweza kutusaliti sisi na wenye mamlaka kwa kujifanya hawajui tofauti baina ya muislamu huyu na muislamu yule. Yoyote atakayevaa kanzu au mwenye ndevu au mwanamke amevaa jilbab ataisabika gaidi, hata kama si gaidi. Na vijana wa Kiislamu watateswa, watauawa. Na jihadi gani hiyo ya nyinyi kulipua hapa na kulipua pale kisha mwakimbia mkawaacha wake zenu? Ndio jihadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mkaleta uvunjifu wa amani katika nchi. Na kweli walijikusanya huko Amboni kwenye mapango, wengine wakaenda Kibiti, wengine wakaenda wapi, lakini ilikuwa sio jambo la kunusuru Uislamu. Na ndio maana hata yule Abu Bakar al-Baghdadi kule kwenye dola yake ya Iraki na Sham, sisi tuliwaambia yule anatumika na Mossad, shirika la kijasusi la Kiyahudi la mtumia kuwagawa Waislamu na kuziharibu nchi za Kiislamu. Nataka kuwauliza nyinyi mashabiki wa Abu Bakar al-Baghdadi mpaka mkala kiapo cha utiifu, yuko wapi Abu Bakar al-Baghdadi? Mbona haitetei Gaza na inemalizwa? Au jihadi shaisha? Nyinyi mwatukufurisha sisi makafiri, sisi wanafiki. Au wamesoma Saudia nchi ya kikafiri, nchi ya kinafiki, ya kizayuni. Gaza yapigwa mpaka yaisha yote. Nyinyi mko huku mnakula mapilau, machapati, chai za maziwa, nyinyi na wake zenu. Mbona hamwendi kutetea Gaza? Mbona hamwendi kuwatetea watoto wa Gaza? Hamna nauli? Semeni tuchange misikitini, mtafika. Kafeni nao.
Mbona mwataka Saudia iingilie kati na ile ni nchi ya kikafiri? Nchi za Kiislamu mbona haziingilii? Au Waislamu nyinyi wenye uwezo wa kupigana mbona hamwendi kupigana? Mwanaumu tu. Lakini ni mpango ulikuwa umetengenezwa wa kuwavuruga vijana wa Kiislamu. Leo sitaki kulizungumzia jambo hilo na kuwasakama huko, na wakumbusha tu kwamba sisi katika jambo la ufikishaji haki na ukweli tumezisabilia roho zetu, kwa sababu siku ya kufa ni moja, wal mautu wahidu wal asbabu mukhtalifa. Kifo ni kimoja tu, sababu tu ni tofauti. Yule kafa kwa kugongwa na gari, kapata ajali, yule kanywa sumu, yule kauliwa, yule kafa na malaria, yule kafa suna nini, sababu tofauti tofauti, kifo tu basi. Kwa hiyo sisi sio waoga. Hata hapa nchini palipotokea vuguvugu fulani la baadhi ya Waislamu wanaojinasibu na sunna na harakati kwamba taitaka serikali kwenye sensa iweke kipengele cha udini. Uislamu dini yako nani? Uandike pale Muislamu au Mkristo au mpagani. Na mimi najua kwamba Wakristo walikataa hili kwa sababu wajua Waislamu ni wengi. Sio? Sisi wengi. Nasema kwa ushahidi gani? Sisi twaoa sana na twazaana sana. Hatuogopi ufakiri kwamba watoto wangu wawili watatu. Kila shekhe ukiuliza vijana tu, shekhe wake wanne, watatu, wawili. Watoto wangapi? 11, 12. Ukimuuliza padri hana mke. Wafuasi wake wana mke mmoja mmoja. Sasa mke mmoja kwa wake wanne, watoto watatu kwa watoto 12, wapi kwa wapi? Likivuta hilo kwa miaka 20 tu au robo ya karne tu, kisha habari. Na ndio maana ukienda Ufaransa, ukitazama Ufaransa, wale wa Algeria walioingia Ufaransa kwa kipindi kifupi tu utaiona athari yao, kwa sababu wale Wakristo hawaowi zaidi ya mke mmoja, na wengine mpaka afika miaka 60 hajaoa, mpaka staafu hajaoa. Lakini Muislamu akibalege tu amdai babake mke, mi baba nataka kuoa, ni mpaka tulia kwanza, umalize kusoma kwanza. Fitra inamvuta. Mimi si mfuatiliaji wa mambo ya mipira, lakini kuna askofu mmoja alimsikia sema hata angalia timu ya taifa ya Ufaransa, si wa Ufaransa, ni raia kutoka nchi za Algeria na nyinginezo. Nini? Ni kwa sababu ya kuoana na kuzaana. Sio mada yangu pia hiyo. Kwa hiyo Waislamu wakadai kipengele cha uweko udini ili tujue nani mwingi katika nchi hii. Kuna watu wakalikataa lile. Lilipokataliwa, baadhi ya mashehe waliamrisha migomo na kufanya maandamano. Sisi tulisimama kuwajibu. Kama hujui fuatilia, uliza. Tuliwajibu kwamba hiyo siyo njia ya dini yetu. Tunazo taratibu za ukosoaji, tuna taratibu za kudai haki, na sio migomo na maandamano. Mambo hayo hayazalishi kheri, hayaleti afya kwa amani ya raia. Nyinyi mnawaiga wasiokuwa Waislamu kwenye kufanya mambo hayo, na hatari yake ni 1, 2, 3, 4, 5 na kuendelea. Tukawapigia mifano wa baadhi ya nchi zilizoingia katika hali hizo na baadaye zikaingia kwenye machafuko, na hasara kubwa walioipata watu hao ya kukosa amani na kurudi nyuma maendeleo na kumwagwa damu za watu kwa dhulma na kuporwa mali zao na kuvunjwa heshima zao, mambo ambayo Uislamu umetaka yalindwe. Lakini kwa sababu ya kukosekana amani, wenye mamlaka hawawezi tena kudhibiti hali. Amani ikakosekana, nafsi zikauawa, damu zikamwagwa,
mali zikaporwa, heshima zikavunjwa. Hatuna sababu ya kutumika, kwa sababu sisi hatuvihitaji vyeo mlivyo navyo. Mimi cheo changu cha kuwa mwalimu wa kusomesha dini ni bora kuliko cheo chochote alichopata mtu, ila atakayekuwa kama mimi au zaidi yangu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhadith muttafaqun alayhi an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaifunza Qur'ani. Hatutaki kitu kingine. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, mtu ambaye Allah amempendelea khairi humfunza katika dini. Yatosha hilo mimi, yanitosha mimi kupata riziki yangu na familia yangu na wale walionizunguka, nikaishi nikaisomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosha. Nimepata leo, kesho nimekosa, nitaridhika. Sina haja ya cheo. Sasa nijikombe nijipendekeze, nataka nini? Nazungumza na nyinyi kwa sababu wengi wenu wanadanganyika kwenye mitandao, na wao wakaingia katika mitego ya watu, wakaitumia mitandao ile kimakosa, ikawa ni sababu ya kumwagwa damu za watu, kuvunjwa heshima zao na kuporwa mali zao, jambo ambalo Uislamu umelikataa. Hivyo basi nataka kuwaambia Waislamu, sisi kila munasaba unapojitokeza wa mambo katika mambo ya dini ambayo tunaona kwamba haya yana maslaha na umma wa Kiislamu kuyazungumzia, tutayazungumzia, na hili halina maslaha, si wakati wake, tutalikalia kimya. Kama dini yetu inavyotufundisha, hili tuweza kuliondoa jambo ovu kwa mikono yetu, tutaliondoa. Hili haliko katika mamlaka yetu, liko katika mamlaka ya watawala, tutawaachia wao. Hili tuweza kulisemea na kulikataza, tutalikataza. Hili hatuna uwezo wa kulikataza, tuna uwezo wa kuchukia tu sisi katika nyoyo zetu, tutachukia. Yatapimwa maslaha na mafsada, kwa sababu Uislamu unaelekeza kwamba litakapokuwa limetokea jambo ovu, jambo la munkari, hili jambo ni baya, kuliondosha kwake kwa nguvu kutazalisha munkari na uovu mkubwa zaidi kuliko huo. Waambiwa marufuku kuondoa munkari huo na uovu huo, uache kwanza. Jambo hilo utakalolikataza, kwa namna utakavyolikataza, litaleta uovu na ubaya kama huo. Pia unaambiwa stop, usifanye hivyo, liache jambo hilo kwanza. Haya ndiyo maelekezo ya dini yetu na sio uoga. Leo umemwona mtu barabarani apita na gari yake, au kasimama kafungua muziki kwenye gari yake kwa sababu imani imekupanda sana. Wafika pale, mbona tupige muziki bwana? Apige muziki, mbona piga muziki? Toa fungua, piga kibao. Mara naye atoka akupiga mtama, piga kichwa, akakungua meno, damu za umwagika. Halafu munkari hauondolewi hivyo, soma. Sasa dini yetu na manhaji yetu tunayoilingania sisi ni kuhakikisha kwamba Waislamu wanabaki katika utaratibu wa dini, na lazima wapatikane watu wa kuwazungumzia dini. Kwa hiyo mazungumzo haya yakiwafurahisha na akawapendeza baadhi ya watu, kwa kuwa wameona ndani yake yana hoja na dalili za Kiislamu na ushahidi mwingi, hii itakuwa ni kheri, kwa sababu kwetu kuelewa na kuongoka mtu huyu mmoja ni bora kuliko kupata ngamia 100. La an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Na hapa kwa Allah,
kuongoka mtu mmoja tu kwa sababu yako, Allah akawa amemuongoza, ni bora kwako wewe kuliko kupata ngamia 100. Sasa kwa maneno haya watanielewa watu wangapi hapa? Wataongoka watu wangapi hapa? Nyote mliohudhuria mkaujaza msikiti huu mkawa hamkukubaliana na mimi, lakini kuna watu watatu tu wamenielewa wakanikubali. Tosha, mimi nishamaliza kazi yangu. Mmenielewa? Kwa hatutafuti pia majority ya watu, na wala hatuogopi kupondwa na kutukanwa. Hatuogopi, tushatukanwa sana mpaka ngozi zimekuwa ngumu, haziogopi tena matusi. Tuona kwamba hizi ni katika changamoto tu. Sasa manhaji yetu sisi na njia yetu tunayoilingania inatuambia kwamba tuhifadhi amani, na moja katika njia ya kuhifadhi amani ni kukataa mazungumzo yoyote na maneno yoyote na ushawishi wowote unaotaka kitu kingine mbadala wa amani, kwamba wajua sisi twaonewa, sisi hatupewi haki, kwa hiyo hakuna haja ya amani. Una haja ya nini? Ana haja ya kudai haki. Uislamu wakwambia hapana, tulia, haki yako watakiwa uidai na amani iendelee kuwepo. Na kama hiyo haki utaidai itapelekea kuiondosha amani, achana na haki hiyo. Uislamu unaamrisha watu kusimama juu ya haki na uadilifu kwa raia na viongozi, wawe wanatenda haki, kila mmoja aisimamie haki na asimamie uadilifu. Na endapo mtu atakiuka akawa hakutenda haki, atawajibishwa kwa namna yake. Sasa miongoni mwa mihimili mikuu ya kuihifadhi haki ni kuwa na usikivu na utiifu kwa wenye mamlaka. Watu wengi wanaona kwamba labda kama maneno haya ni yanafaa yazungumzwe na wanasiasa na wanaharakati. La, wanaharakati na wanasiasa hawawezi kuyazungumza maneno haya, kwa sababu hawajapata muongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muongozo wao wanauchukua kutoka nchi za magharibi, uliovishwa vazi la demokrasia, demokrasia ambayo haimpi haki na heshima mtawala. Haki na heshima inarudishwa kwa raia. Mtawala hana nguvu, amewekwa pale kama kikaragosi, amewekwa pale kama roboti tu, asimamie maslahi ya watu tu, na watu ndio wana haki ya kumhukumu na kumpeleka wanavyotaka wao. Wengi hawataki, kwa hatukutaki. Kiislamu haiko hivyo. Uislamu unampa mamlaka mwenye mamlaka, na unampa haki ya kusimamia kwa mamlaka alionayo haki, ikiwemo amani ya watu na kuwafanyia uadilifu. Asimamie uadilifu, lakini pia asimamie amani iliyoko kwa watu kwa kuwahukumu watu kwa uadilifu, na raia wao wawe wasikivu na wawe watiifu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi aliyoipokea Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia Waislamu, alayka as-sam'a wat-ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alayka. Wewe Muislamu, wewe lazimiana, shikamana na usikivu kwa kiongozi, na shikamana na utiifu
katika hali ya uzito wako, jambo hili analokubebesha ni gumu, njia anayokupitisha ni ngumu, mtawala. Na katika hali ya wepesi wako, jambo aliyokutwisha ni jepesi, kuwa msikivu, kuwa mtiifu. Jambo aliyokubebesha ni gumu, ni zito, kuwa msikivu, kuwa mtiifu. Wa fi manshatika wa makrahika, na katika hali ya uchangamfu wako na katika kipindi na hali ya kuchukia kwako. Hata kama ikiwa wachukia jambo, hulipendi, kuwa msikivu na mtiifu. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kinachoitwa Al-Minhaj sharhi ya Muslim bin Hajjaj, alipokuwa akiifafanua hadithi hii kwenye kitabu al-Imara, akasema maneno mazuri. Anasema maana ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tajibu ta'ata ulati al-umuri fima yashukku wa takrahuha an-nufusu wa ghairihi mimma laysa bima'siyah. Maana yake hadithi hii ni wajibu kuwa watiifu kwa watawala katika yale mambo yaliyo mazito na mambo yaliyochukiwa na nafsi, na kuwa watiifu katika mambo mengineyo yasiyokuwa maasiya. Mtawala akikuamrisha jambo na halipingani na Qur'ani wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, halipingani na Uislamu, haliendi kinyume na mafunzo ya Uislamu, tii. Lakini mtawala akituletea sheria akasema kwamba huko msikitini kwenu fungeni sound system kabla ya swala, mpige mziki, mcheze, tutamwambia wewe ni mtawala wetu, tutakuheshimu, lakini hatufungi mziki wala hatuchezi. Mbona wenzenu wacheza katika nyumba zao za ibada? Ndiyo, waache wacheze, lakini sisi hatuchezi katika hali hii. Sawa, fanyeni kadha wa kadha, mmeruhusiwa ndoa ya jinsia moja. Tumwambia kwetu hakuna ndoa ya jinsia moja, hiyo sisi hapana. Kama imeruhusiwa kwenye makanisa, kuna papa ameruhusu kwamba hakuna neno ndoa ya jinsia moja, mwanamume akamuoa mwanamume mwenzake, sisi katika Uislamu ni haramun mutlaq, bal kabiratun min kaba'ir adh-dhunub, hatukubali. Kwa hiyo kumtii mtawala katika jambo ambalo sio maasiya, fa in kanat li maasiyatin fala sam'a wala ta'a, likiwa jambo aliloliamrisha ni maasiya, hapo hakuna usikivu wala hakuna taa, wala hatufanyi fujo, lakini hatufanyi tu, hatutekelezi. Wa in ikhtassa al-umara'u bid-dunya wa lam yusilukum haqqakum mimma 'indahum, hapa ndio kwenye matatizo. Msikilize al-Imam an-Nawawi anasema, na kama mtawala atajipendelea kwa mambo ya dunia, akajilimbikizia mali, asiwape nyinyi katika ile mali iliyoko kwake, ikawa achagua ndugu zake na jamaa zake, awapa miradi mikubwa mikubwa, na yeye alipikiza mali achukua tu, nyinyi mwaishi kwenye njaa, kwenye ukata. Anasema al-Imam an-Nawawi, akaeleza maelezo, kisha akasema wa hadhihi al-ahadithu fi al-hathi ala as-sam'i wat-ta'a fi jami'i al-ahwali. Hadithi hizi zilizotajwa hapa zinahimiza kuwa wasikivu na watiifu katika hali zote, hata kama mna njaa na watawala wanajipendelea. Kwa nini? Uislamu unasema wasababuha. Imam an-Nawawi anaendelea, ijtima'u kalimati al-muslimin, na sababu yake ni kuungana neno la Waislamu. Watu wasije wakaleta mfarakano kwa sababu tu mtawala kajipendelea, kwa sababu tu hajawapa kile mnachokitaka. Kwa kuunganisha
neno la Waislamu, fa innal khilafa sababun li fasadi ahwalihim fi dinihim wa dunyahum, kwa sababu mifarakano na watu kupishana na kutofautiana ni sababu ya kuharibika hali zao katika dini yao na dunia yao. Ukileta mpasuko kwenye taifa, watu wakatofautiana kwa sababu tu mtawala akajipendelea na wewe hujapewa, ukaamua kuleta ukaidi, ukawashawishi wenzako ili muwe dhidi ya mtawala, jambo hili litaleta uharibifu katika dini na dunia. Hii ndio manhaji yetu. Uioni kwamba manhaji hii lau kwamba walimwengu wenye kupenda haki, raia na viongozi wangelijua, wangeifanyia kazi. Demokrasia haiko hivyo. Demokrasia, hata mtoto mdogo ambaye hajabaleghe ana uwezo wa kukosoa hadharani na kukashifu na kusema atakalo. Mwenye mamlaka hana mamlaka. Nataka wewe ujasiri wa kusema chochote. Raisi, mfalme, chifu au yoyote katika eneo hilo ambayo ni mtawala hana sauti wala hana kauli kwa misingi ya demokrasia, kwa sababu ni utawala wa watu wa wengi wape. Kama una watoto 12 wa kike na wa kiume, wewe baba wasema jambo fulani kadhaa tufanye hivi, watoto wakwambia hapana, watoto wamekushinda na umeweza wewe mwenyewe. Demokrasi haangaliwi baba wala mtoto. Demokrasi. Uislamu hapana, kauli ni ya baba. Hata mwe 200 nyote mko chini ya baba. Akishasema baba amesema, hakuna uhuru wa kujieleza hapo. Baba akisema sitaki ushauri wenu, kaeni kimya, kaa kimya, funga domo lako. Shule tunafundishwa demokrasia, mpelekee mwalimu wako kwa shule. Wazungu wapelekee wazungu. Sisi tuna Uislamu unaotufundisha utiifu kwa walio juu yetu na heshima kwa walio juu yetu, iwemo ni wazazi au wakubwa wetu kiumri au mashekhe au watawala. Huo ndio Uislamu. Sasa vipi sisi tuuacha Uislamu na tuiacha njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusikiliza kitu kinachoitwa demokrasia ambacho tukiona wazi kabisa kinatuharibia? Hiyo demokrasia yenyewe wa Afrika hawaiwezi. Waongo tu, hawaiwezi. Katika namna ya kuhifadhi haki za watawala, katika kuhifadhi haki zao, jambo la kwanza ni usikivu na utiifu. Jambo la pili ni kuwavumilia watawala pale inapotokea kasoro kwa wao, ikaonekana kwamba huyu amedhulumu hapa, hakutenda haki. Inaweza kutokea yeye kwa mawazo yake akaona kwamba sahihi ni hivi, kwa kile alichokileta akawa kaharibu. Sawa, kwa wale watu walioishi nyuma huko miaka ya mwanzo wakati wa rais wa awamu ya kwanza katika jamhuri hii, ujamaa uliposhtadi, watu walikuwa wanakamatwa mijini wakirudishwa vijijini wakalime. Wakulima waliolima, wale wanalima mahindi, wale walima maharage, wale choroko, wale mtama, wale mpunga. Serikali ikawawekea bei elekezi kwamba gunia moja la mahindi matakiwa muuze kiasi kadhaa. Si nimelima mwenyewe, acha niuze. Kadhaa, hakuna kuuza zaidi hapo. Kama gunia shilingi 10 nchi nzima. Ilikuwa hivyo. Wakulima baadhi yao wakagoma, wakawa wanalima chakula wao na watoto wao tu na familia, kwamba chakula hiki kitanitosha ndani ya mwaka. Njaa ikaingia katika miji pale, hakupatia kiongozi, kakosea. Ikaonekana mbona kuna watu wanahifadhi vyakula nyumbani, madukani na huko masokoni hakuna vyakula.
wenye mamlaka wakapitisha hukumu. Mwalimu akasema mtu yoyote atakayekutwa na mahindi gunia moja na zaidi, huyo ni mhujumu uchumi, awekwe ndani. Mzee Ruksa, mzee Ali Hassan Mwinyi kwenye kitabu chake Ruksa asema kuna mtu alifungwa kwa sababu alikutwa na gunia moja la mahindi. Mimi nimemsoma mzee Mwinyi kwenye kitabu chake, ana buku kubwa hivi gani, sima alijua hata mzee Mkapa pia nimemsoma. Huwa mimi nasoma sana. Nikashangaa, mtu kafungwa kwa sababu ya gunia moja la mahindi. Yaingia akilini kweli? Yeye jitihadi yake ilifikia hapo, akaona tukifanya hivi labda wenye kuhifadhi mazao huko ndani watayatoa yakauzwe, lakini kumbe ilibaki kuwa ni historia. Mzee wangu hapo ananiambia kwamba huko Kondoa kuna mmoja alifungwa kwa sababu alikutwa na debe la mrenda. Mrenda. Sasa nasema hivi, pingine mtawala anaweza akafanya jambo ambalo yeye kwa mawazo yake akaona kwamba usawa uko hivi, pingine akaleta manufaa haya. Kumbe jambo lile lina madhara kwa jamii na kwa raia wake. Wajibu wetu sisi kwa manhaji yetu sisi aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na leo walioipokea maswahaba, yatuambia tufanye subra juu ya dhulma ile. Mtawala anaweza kuingia akapita kwenye maduka ya watu na maduka ya kubadilisha fedha, akawanyang'anya wabadilisha fedha wote pesa zao bila kuangalia huyu wala yule. Funga, chukua, lete. Kwa jitihadi yake kuona kwamba labda kuna wahujumu uchumi, kuna kadha wa kadha. Waislamu wa nchi nzima yalipotokea haya walifanya subra. Mnakumbuka hilo, na nyinyi pia mwakumbuka. Na haya yalitokea, sio? Walikuwa wana uvumilivu wa hali ya juu, hawakufanya maandamano wala hawakuleta migomo wala hapakutoka maneno ya vitisho, sio kwenye majukwaa wala madhabahuni. Nchi nzima iliufyata, hakuna anayezungumza. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Lakini isiwe kwa mtawala ambaye si Muislamu tu. Akiwa Muislamu ndio watu wananyanyua sauti zao, itakuwa hapatendwi haki. Sasa sisi kwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu tuamrishwa tufanye subra na uvumilivu. Lakini kitu kingine kunyenyekea na kurudi kwa Allah, lianna Allah ta'ala huwa alladhi sallatahum alaina bisababi dhunubina. Sisi manhaji yetu atuambia tunalazimika sasa kurudi kwa Allah na kunyenyekea kwa kufanya maombi, kwa sababu Allah ndiye aliyewasalitisha wao dhidi yetu. Kwa sababu anaweza akaja mtawala ana huruma na nyinyi, ala yeye, lakini pia amewaachia na nyinyi mle, kuleni mtakavyo, na yeye ala, mkamchukia kwa sababu ya uhasidi, kwa sababu ya chuki ima za kikabila au za udini au chuki nyingine, mkamchukia tu, lakini kwa wafungulia milango mkala tosha yenu. Sasa mkikufuru nyama hiyo, anawaletea chuma kinachobatiza kwa moto. Pale Allah anakuwa amewasaliti nyinyi kwa sababu ya dhambi yenu hiyo. Anasema al-Imamu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi kwenye kitabu chake kinachoitwa Sharh al-Aqidati at-Tahawiyya, anasema maneno haya. Hiki ni kitabu ambacho sisi tunajinasibisha na madhhabi ya salaf, huwa kinasomeshwa, kiko katika silabasi za masomo yetu. Ndio maana vijana wetu wote wanaopita katika maahidi zetu na vyuo vyetu wanakuwa wamekomaa kiakili, wanafahamu. Al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi anasema wa amma luzumu ta'atihim wa injaru فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. Anasema kwa sababu kulazimiana na utiifu wa kuwatii viongozi, hata kama wakiwa viongozi hao wamefanya dhulma,
kulazimiana na jambo hilo ni wajibu, kwa sababu kunapatikana katika kufanya uasi na kutoka nje ya utiifu wa kuwatii wao, kunapatikana uharibifu na ufisadi maradufu wa vile unavyopatikana uharibifu kutokana na dhulma zao. Bal fi sabri ala jawrihim min takthiri as-sayyi'at, bali anasema kusubiri na kuvumilia dhulma zao. Dhulma zao ni za mpito tu, kunapatikana kusamehewa madhambi wa mudhaafati al-ujur, na kuzidishiwa malipo. Fa inna Allaha ma sallatahum alaina illa lifasadi a'malina wal jazaa'u min jinsi al-amal. Anasema kwa sababu Allah hakuwasalitisha dhidi yetu sisi, hatukusalitiwa na wao, isipokuwa kwa sababu ya ubaya wa matendo yetu. Sisi tuna matendo maovu, hasa tunapofunguliwa neema, na siku zote malipo yanafanana na matendo. Kwa hiyo anasema fa alaina al-ijtihada fi al-istighfari wat-taubati wa islahi al-amal, ni wajibu juu yetu kujitahidi kuomba msamaha kwa Allah na kutubu kwake na kutengeneza amali zetu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wama asabakum min musiba, na msiba wowote uliowapata, fabima kasabat aydikum, ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu. Wayafu an kathir, na Allah anawasamehe mengi tu. Lau angewapatiliza kwa mnaoyafanya angewaangamiza wote, lakini haya yanayowasibu haya ni kwa sababu ya dhambi zenu. Haya utayapata katika suratu Shura aya 30. Akaeleza imamu huyu mpaka akafikia kusema fa idha arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmi al-amiri adh-dhalim falyatruku adh-dhulma. Raia wakitaka kujikomboa kutoka kwenye makucha ya dhulma ya amiri mdhalim, kwanza wao waache dhulma. Je, wewe hudhulumu? Kama ni mwanasiasa hudhulumu? Kama ni mwanaharakati hudhulumu? Kama wewe ni mwajiri hudhulumu? Kwanza tuanze na biashara yako. Mtaji ulipata wapi? Ukumwibia mjomba wako wewe? Ukumwibia kaka yako alipokuweka dukani? Alipokuweka hotelini pale usimamie mahesabu, ukumwibia wewe? Wewe hukuiba katika mali za umma, mali za wakfu za msikitini, mali za kanisani hukuiba wewe. Sadaka zilizotolewa kwa jina la Mungu wewe hukuiba. Wewe ulipopewa dhamana ukachaguliwa ukapewa cheo kwenye mali za umma hukuiba wewe. Wewe mshahara wako milioni 5, ndani ya miaka miwili unamiliki mali ya mabilions. Umetoa wapi mtaji? Hujadhulumu wewe? Tuanze hesabu na wewe kwanza, alafu urudishe mali ya umma. Kwa hiyo raia wakitaka kukombolewa kutoka kwenye dhulma ya mtawala, kwanza wao waache dhulma. Mimi nashauri kwamba wale watu wote walijilimbikizia mali, haijulikani asili ya mali yao imetoka wapi, waweke chini, wapigiwe mahesabu, watueleze pesa wametoa wapi. Atabaki mtu, mtakimbia nchi, mtakimbia nchi. Hizi mali zenu zina mambo mengi sana. Wewe umepewa bodaboda tu, urudishe kila wiki kiasi kadhaa, wadhulumu. Umepewa bajaji, wadhulumu. Umepewa kanta, uendeshe, ulete hisabu, wadhulumu. Umepewa daladala, uliendeshe, wadhulumu. Hakuna utakachopewa kinachoingia pesa ila utadhulumu na utapiga hapo. Alafu jamii iliyokuzunguka, ndugu, kaka, dada, marafiki na wengineo, kama umepewa hazina ya kusimamia mali za umma, ikawa pesa nyingi zapita hapo na wenzako watajirika, wewe ukisimama kwenye uadilifu ukabaki vile vile ukatosheka na mshahara wako na marupurupu unayoyapata, utaanza kubezwa kwamba yule bwana ni mkomunisti, jamaa mjinga sana, kapata fursa ya kuitumia. Kikwenu mwataka aibe. Acheni dhulma. Sasa msikimbilie kumrekebisha mtawala aache dhulma. Kwanza mwatakiwa muache dhulma raia, kwa sababu mtawala atokana na sisi. Leo ni huyu, kesho wewe.
wewe sio dhalim. Najua hamjanielewa, mtanielewa siku nyingine. Hamuelewi maneno kama haya, mnasema lakini nguzo kuta zote zitaelewa hizi. Simujifanya muelewi, endeleeni hivyo hivyo. Wa min huquqihim, katika haki za watawala, an-nasihatu lil-amiri sirran ba'idan an itharati wat-tahwil. Sisi katika da'wa yetu, katika kuwapa haki watawala, ni kuwapa nasaha kwa siri. Kuna watu wanapata fursa ya kukutana na viongozi mbalimbali, kama ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri mkuu, makamu wa rais na watu mfano kama hao. Wana dukuduku la wakereketa huku katika nafsi zao. Wakipata nafasi ya kukutana nao, badala ya kuwafikishia lile la haki wanalolijua ambalo linawakereketa, wao ndio mwanzo wanapeleka proposal zao pale wakitaka mapesa na kusifu kwa unafiki. Haya yalipita sana hapo nyuma mtaani. Watu walia wakikutana na kiongozi, wanasifu kupita maelezo, mpaka wengine watakufanya kuwa huu Mungu nini hii. Lakini wakati huo huo, ukimwona mtawala hayuko katika hali hiyo ya ususuwavu, mathalan watataka kumparamia kwenye mimbar, kwenye majukwaa, kwenye madhabahu na sehemu mbalimbali, eti wanaidai haki. Sasa katika Uislamu sisi tutafundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi kwenye kitabu cha al-Imam Ibn Abi Asim na wengineo, utakuta na hadithi iliyopokewa kutoka kwa sahaba anaitwa Iyadh ibn Ghanmi radhiyallahu anhu, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man arada an yansah lidhi sultanin fala yubdihi alaniya waliyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa adda alladhi kana alayhi lahu. Katika riwaya nyingine imekuja hivyo, anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka asimdhihirishie dhahiri shahir. Usisimame kwenye majukwaa ukaanza kumkataza maovu, halitasaidia hilo. Sikwambii kumkashifu ukasimama mbele ya hadhara za watu, mbele ya raia, mbele ya vijana, pengine wengine ni wa makamu ya mtoto wa huyo kiongozi aweza kuwazaa, ukamtukana yeye na baba yake na mama yake na familia yake, ukamtukana kwa madai kwamba unataka haki. Sheria ya Kiislamu inakwambia hapana, hata kama unaodai ya haki usiseme mbele za watu, nenda faragha. Na sisi tunawaona watu wengi wanapata fursa hiyo, lakini kwa unafiki wao hawaitumii. Atakwenda kwenye mitandao, ndio atakwenda kuandika kuwachafua viongozi kwa kashfa. Sisi hatuwatetei wao bure kwa sababu ni wao, la, Uislamu unalikataza jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu litapelekea kudhoofisha sehemu ya mamlaka, na sehemu ya mamlaka ikidhoofika, amani itatoweka. Wenye jeuri zao watadhihirisha jeuri zao, wenye uovu wao wanaweza kuutekeleza kwa sababu hawana wa kumwogopa. Kwa hiyo damu zitamwagwa, heshima zitavunjwa na mali zitaporwa. Kwa nini? Kwa sababu mmedhoofisha sehemu ya mamlaka. Na ndio maana ikakatazwa watu wasifanye uasi dhidi ya watawala kwa kutumia njia yoyote ile, hata kama mtawala atafikia kiwango cha kuwadhulumu watu na kuwapiga na kuwanyang'anya mali zao, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile katika kuchunga haki za watawala ni kutokuzitangaza aibu za watawala na kutokuwatukana watawala na viongozi, na watu wasiwahamasishe raia kujitoa nje ya utiifu wa watawala. Dini hiyo sio kwa silaha wala kwa maneno wala kugombana nao, lakini demokrasi inawapa ujeuri wa watu kufanya hivyo, na ni demokrasia ya uongo, kwa sababu demokrasia haifahamishi
wala haipelekezi kwamba waruhusiwa kumtukana mtu yoyote mahali popote, au kuhamasisha watu wasiwe tayari kuwa katika amani kwa sababu kuna madai fulani na fulani hayatekelezwa. Uislamu haukubaliani na jambo hilo, lakini wanaotumika kutoka nje ya nchi zetu au wenye tamaa zao binafsi tu, kwa kuwa wanatengeneza mazingira ili wapewe pesa au wapewe miradi wapate kunufaika wao na familia zao, wao hawana mipaka katika kulisimamia jambo hilo, wako tayari kufanya jambo lolote, lakini ngao yao ni raia. Sasa raia katika nchi hii tuko makundi mawili makubwa. Kuna raia waislamu ambao ni sisi hapa, na kuna raia wasiokuwa waislamu. Wengi katika wale wasiokuwa waislamu wana viongozi wao wanawasemea, na wao wanawasikiliza na kuwatii na wanawasifu, hata kama yale wanaoyasimamia ni ya makosa, hata kama yanahatarisha usalama wa nchi, lakini watawasikiliza wale. Sisi waislamu tumekosa hilo, pengine pia tukaungana mkono na wale. Tuna akili kweli? Sisi hatuna miongozo yetu, hatuna mafunzo ya mtume wetu. Tunayo. Kwa nini tunayakiuka? Kitu gani sisi kimetusibu? Wale wanawasifu, wajua wale mtu achaguliwe nafasi ile mpaka awe na PhD, degree 3. Degree 3 za nini? Laiti mngejua nafasi ya ushekhe katika Uislamu. Sizungumzi ushekhe wale watu wanavaa kofia na kanzu wakajiposti kwenye mitandao, mtu akawa ajua aya 2 na 3. Nazungumzia ushekhe kwa maana yake halisi. Mtu akisoma elimu ya Uislamu kwenye fani zake zote, akaijua sheria na misingi ya dini, huyo profesa wako atasubiri masafa marefu sana. Sikwambii mwenye PhD tu, hizi daraja za mpaka kawa profesa za kuungaunga hizi, atasubiri sana ndio atafika kwenye daraja. Pengine kwa mbali atamwona yule shekhe kashapiga hatua kule. Ni vile nashindwa kuelezea ule Uislamu na elimu zake namna zilivyo. Sasa msichukulie kwamba kila anayezungumza awa shekhe. Kule kuna wajanja tu, hata siwezi kujirekodi chumbani ukavaa kanzu na kilemba ukasema ndio shakuwa shekhe. Nazungumza kwamba kwa maana ushekhe, mtu Muislamu aliyesoma dini yake akaielewa kwenye misingi yake, huwezi kumfananisha na huyo profesa wako hata siku moja. Kwanza fani yake alitakiwa awe mgunduzi kwenye alichokisoma, hajagundua kitu mpaka leo. Mpaka leo tuagiza kutoka Uchina, kutoka Ulaya, kutoka Amerika, kutoka Arabuni, ndio hivyo. Nati tu ya kufunga kwenye gari hawezi kugundua, mpaka toke vijiti vya kuchokolea meno kutoka China, na miti imejaa tele huko. Sasa huyo tumfananisha na mtu shekhe alitaalamika bwana. Sasa narudi kwa hawa kwamba eti kuna watu wanasema kwa kuwa wana PhD na akizungumza tatia Kiingereza. Kiingereza sio elimu. Kakudanganya nani kwamba Kiingereza elimu? Unajua hizi fikra, yani watu wamesetiwa kwenye akili, ile mindset imewekwa, mtu kasetiwa ile akili yake mpaka akaamini kwamba ustaarabu ni huu, na yeye kakubali kwamba huu ndio ustaarabu. Nchi zimeendelea bila Kiingereza, China, Urusi, amwoni nyinyi, India, Uarabuni, Uturuki, Wafaransa, Wajerumani wazungumza Kiingereza. Wanaifanya Kiingereza ni lugha tu katika lugha za mawasiliano kama lugha nyingine, lakini sio elimu kwamba umesema afu katika Kiingereza.
Zile lugha mara nyingi watumia watu kwa ajili ya kubabaisha. Watakubabaishwa wewe, utakudanganywa hivi. Sasa nisiende sana kwenye jambo hili, msije mkaona kwamba mbona yapinga elimu. Elimu si Kiingereza bwana. Sasa Watanzania kwanza hawajui Kiingereza. Kwani Kiingereza si lugha mkoloni tu? Mwingereza asingekuja angebaki Mjerumani mpaka tutapata uhuru. Watu wangekuwa zungumza Kijerumani. Kama vile Mozambiki amekaa Portuguese pale Mreno mpaka wakapata uhuru. Wazungumza Kireno. Hawana vyuo vikuu. Hawana wataalamu. Mna akili gani? Mtakuwa dharau mashehe zenu eti kwa sababu wanayasema kwa lugha ya dini na hawatii Kiingereza, mkawathamini watu wengine. Hizo ni akili za matope, kama sio kamasi. Kwa hiyo nataka niweke sawa kwanza hapa. Waislamu wana maarifa na wana utaalamu kwenye dini yao. Sasa nchi hii ina Waislamu na ina Wakristo na wengine wasiokuwa, lakini Waislamu wengi kisha Wakristo. Mkitaka ndio hivyo, msipotaka hata mkikasirika ndio hivyo hivyo, yani haibadiliki, yani ndio ukweli. Umeelewa? Sasa kwa nini sisi tulio wengi tudandia agenda za watu? Hivi sisi Waislamu hatuna madai yetu ya haki? Leo kuna watu wanatangaza kwenye mitandao na kwenye baraza yao mbalimbali kwamba hawako tayari kusubiri mpaka watendewe haki, na hii haki wanayoidai ni kwa Watanzania wote bila ya kubagua Muislamu wala Mkristo. Watu wote waungane kwenye kupigania haki. Waulizeni, haki ipi? Mbona sisi tushadai haki sana na nyinyi wanaharakati hamjatutetea? Tumedai haki zetu sisi, na tutataja kama mifano tu michache, lakini hujasikia chama cha siasa wala kikundi cha harakati, si ndani ya nchi wala nje ya nchi, waliosimama kutetea haki ya Waislamu. Hebu naulizeni, hii serikali ilipokaa na makanisa wakapatana kwamba serikali itoe gawio kwenye mali ya walipa kodi, wakiwemo matajiri wa Kiislamu na maskini wao, kwa sababu katika nchi hii wanaongoza kulipa kodi nyingi ni Waislamu. Mzee Baharesa anaongoza, ndio ripoti ilivyo, sijui mwaka huu. Lakini gawio latoka kwenye kodi ya Waislamu laenda kanisani kusaidia mahospitali, kusaidia mashule na vyuo vikuu, kusaidia harakati zao mbalimbali. Mabilioni ya pesa tangu miaka hiyo ya 90. Ili jambo limefichuka hivi karibuni, watu wamelijua. Sasa sisi Waislamu jamani, na misikiti yetu hii hatustahili kupata gawio hilo? Hiyo sio haki? Je, na sisi tutumie nafasi yetu kuhamasisha Waislamu watoke barabarani wadai haki? Nyinyi wanaharakati mlikuwa wapi? Nyinyi wanasiasa mko wapi? Na haya mwayajua. Nyinyi maaskofu mko wapi? Mbona haki hii wanadhulumiwa au wananyimwa raia wengine walio kama nyinyi? Kwa nini? Alafu baadaye mwawacheka, Waislamu wana maendeleo bwana, Waislamu wajua wana maendeleo. Hatuna maendeleo vipi na pesa zote mwachukua nyinyi? Tutapata wapi maendeleo? Kwa hiyo hawako tayari kudai haki za Waislamu. Waongo wanadai haki za matumbo yao. Sasa hili mpaka nitumwe ndio niseme kwamba sasa kaseme hili mpaka nitumwe? Hakuna kunituma wala hawezi kunituma. Nitazungumza ili kuweka sawa akili za Waislamu, wajue kwamba hakuna katika nchi hii anayeweza kusimama kuwatetea Waislamu haki zao. Wanadanganywa. Haki, wajua haki, waongo. Lakini sisi kinachotuzuia ni hii misingi ya dini yetu. Hata leo akitokea katika wanaharakati atakayesimama akataka kuingiza watu barabarani kwamba sisi tuna haki yetu hii, tumedhulumiwa, hata mimi nitampinga. Msije mkasema kwamba sasa mbona una double standard huku wazabaidi. Natoa mfano tu na ule ukimya wetu na utulivu wetu, kwa sababu dini imetufunza
na kama kuna njia ya kudai haki basi ifuatwe njia hiyo, na sio kusimama kwenye majukwaa na kuwatukana watu, ukaanza kutukana maaskofu, ukaanza kutukana wachungaji, ukaanza kuwatukana viongozi. Sio katika dini yetu. Pamoja na kwamba matusi yako mengi, kwa nani anasiweza kutukana? Hebu niambieni, nani hawezi kutukana? Lakini malezi na adabu na heshima ya Uislamu na manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo inawafanya watu wakawa wapole. Sio kwa unajua hawa Waswahili si kwa sababu ya Uswahili. Nyinyi mwajua vijana wa Kiislamu wakicharukwa akili zao zinavyokuwa, lakini ni dini ndiyo inawafanya warudi chini, wawe na ustahimilivu. CCM na kitaja Chama cha Mapinduzi katika moja ya kampeni zake kwenye miaka ya nyuma iliyopita ilitangaza kwamba katika moja ya ilani yake ni kwamba itawapa Waislamu mahakama ya kadhi. Si ndio hivyo? Je, Waislamu walipewa mahakama ya kadhi? Na ilipozungumzwa mambo haya kwenye bunge lilikubaliwa jambo hili? Nani alikataa? Lakini Zanzibar mahakama ya kadhi ipo, Kenya mahakama ya kadhi ipo. Hapa tu kuna mabwana wakubwa hao hawataki. Watatumia pesa za serikali, sasa itakuwaje na hizo zenu mnazokula za serikali? Sasa mbona wanaharakati na wapigania haki, mbona hii haki hamuisemi? Mbona hamtuungi mkono? Tanzania ilitaka kujiunga na OIC. Waziri mwenye dhamana akathibitisha kwamba kujiunga katika muungano huu kuna faida kwa taifa na wala hakuna madhara yoyote. Wenzetu Uganda na nchi nyingine, Komoro, wanapata misaada, wamejiunga na nchi hizi za Kiislamu. Kwa na sisi Tanzania tujiunge kwa sababu ni OIC, raia wa daraja la kwanza, VVIP. Wakasema hapana, tukakataliwa bwana, na ni jambo lenye kuleta maslahi kwetu sote, lakini kwa sababu tu Islamic likakataliwa. Waislamu wamekaa kimya, wala hawana neno wenyewe, na misuli yao wamekaa barazani, wanakunywa kahawa, tangawizi, alkasusu, hawana shida. Sasa haki gani mnayotaka kuipigania kwa niaba ya Waislamu? Tusiteku na fikra za watu, tujalie kweli kuna haki yataka kupiganiwa, lakini Uislamu unatufundisha taratibu za kuizungumza haki na kuifikisha kwa muhusika, na sio matusi. Tusikubali jambo lolote ambalo litatupelekea kudhoofisha usalama na amani na utulivu katika nchi zetu. Tusikubali. Sisi tuna mifano iliyo hai kabisa. Majirani zetu mbalimbali au nchi za karibu na sisi zimeharibika kwa sababu ya maneno ya watu wanaodai haki kwa uongo. Maandamano, tuingie barabarani, wampinga mtawala, lakini ukishaingia barabarani wanachoma magari ya raia wenzao, wanavamia biashara za raia wenzao, wawatia hasara. Sasa haki ipi inayodaiwa hapo zaidi ya roho mbaya na uhasidi? Demokrasia gani? Fuatilieni vijana harakati za mwaka 2012 wakati nchi za Kiarabu au kaskazini mwa Afrika zilipoanza kuingia katika machafuko. Nchi kama Libya ni nchi ilituzidi kwa kiwango kirefu sana kwenye maendeleo na utajiri, huduma za kijamii, hospitali, miundombinu mbalimbali, huduma za maji, umeme, barabara. Tungetumia miaka mingi sana mpaka kuwafikia wao, bali kwa maisha yao na kipato chao walizizidi mpaka nchi za Europe. Lakini kwa uhasidi wa nchi za magharibi na ulafi na tamaa za baadhi ya wanaharakati, wakachochewa, wakaambiwa wadai haki. Kwa nini hawapati haki ya kujieleza? Hawana uhuru wa kujielezea. Kwa nini?
hakuna demokrasia tangu alipopindua Gaddafi miaka hiyo mpaka leo. Kwa nini yeye peke yake? Demokrasia. Wakachochewa na shayatinul insi wal jinn, mashetani katika watu na majini wakawachochea, wakaona wanaoambiwa ni kweli, wakaona kwamba wanaofanya ni ushujaa, wakaingia barabarani. Na kweli katika mambo mengine Gaddafi alikuwa ana roho ngumu, alikuwa akiwakongota kikweli kweli, ananyonga kupita maelezo, ukileta upuuza kunyonga. Lakini subra iliwashinda kwa sababu ya uchochezi wa nje kwa kisingizio cha demokrasia na kudai haki. Wakaingia barabarani, maandamano yakaanza kidogo kidogo, mara Tripoli, mara Benghazi, mara wapi, mara nchi imelipuka, nchi ikameguka. Mpaka nchi kishameguka tu ikawa hawa badala, mfano wale maafisa usalama badala ya kuihami nchi wakaungana na wananchi, jambo lisharibika hapo, ima kwa sababu ya ukabila au kwa sababu ya udini, basi nchi ishaisha. Na hayo yalitokea, nchi ikameguka, watu wakaingia vitani, Gaddafi akauawa, wakamburuta barabarani uchi, kila kitu kikavunjwa, miundombinu yote ikaharibiwa, watu wakashangilia kwamba amemuua tawaghuti Gaddafi. Kipindi cha mwanzo kile maandamano yameshtadi, Gaddafi akaiamrisha TV ya taifa katika nchi yake itangaze mihadhara na irushe fatwa za wanawazuoni wa kisalafi, kwa sababu wanawazuoni wa kisalafi wanakataza maandamano na kutoka nje ya utawala. Lakini too late, yeye atakuitumia dawa salafia kama ndio kinga yake ya kujihami na ndio karata yake ya mwisho. Lakini wananchi wako hukuaminisha hivyo, mlipuuza dawa salafia, mkaona haina maana, kwamba ni dawa ya kidaruweshi, dawa isiyo na mpango, mkawatanguliza wengine wasio na maslahi na nyinyi, wanajikomba kwenu ili wapate mlivyo navyo, lakini hawawezi kuambia haki. Utakwenda atakurogea, atakufanyia hivi na hivi, utaona kwa kweli kweli kwamba huyu ndo mtu kweli kweli, lakini hawezi kukusaidia kwenye jambo lako. Ikawa sasa atoa fatwa za kina Sheikh Ubaid al-Jabi, TV ya Arusha na redio, la yajuzu khuruju ala al-hukam, haifai watu kutoka na kufanya uasi dhidi ya watawala. Nani atasikia? Kwa hiyo tukitaka hali hizi ziendelee kuwa shwari katika nchi mbalimbali, lazima watu wauelewe Uislamu huu. Raia na viongozi wao wataishi kwa amani. Wakamuua Gaddafi, nchi ikapinduliwa. Haya, niambieni leo, na katika mapambano yale, sitaki kusema kwa uwazi, lakini ni mambo tumeyaona. Nchi za magharibi zimepeleka drones kupiga visima vya mafuta, kupiga majumba, kupiga sehemu za kiutawala mbalimbali. Akadhoofika Gaddafi, akataka kukimbia, wakamnyaka, wakamuua. Haya, washamuua, nchi wameipindua. Alafu huu ni mfano wa nchi moja, tusikwambii nchi nyingine za hapa Afrika, Sudani na wapi na wapi. Sasa hatuzingatii. Kwa hiyo mimi maombi yangu kwenu, kwanza tuujue Uislamu sahihi. Mimi nawapa kama challenge, nawapa kama homework, mrudi muusome Uislamu sahihi, mlinganishe haya ninayowaambia na yale mtakayoyasoma kwenye Uislamu sahihi. Kama ni ya kweli, basi yasikilizeni na muyatii. Akili yako ikikwambia uongo, achana nayo. Mimi nishafikisha ujumbe wangu, sina kazi kukulazimisha wewe kwamba lazima uamini. Lazima hiyo haipo, lakini mtayakumbuka haya maneno yangu. Lakini pia msiogope lawama za wenye kulaumu kwamba mtalaumiwa au mtatukanwa. Muhadhara huu ukiuzungumza, ukiuweka kwa YouTube, utaona ile matusi pale, tusi tukana kweli kweli. Sasa mimi nimelala nyumbani kwangu, unadhurika nini na matusi yenu? Sasa wewe waogopa nini? Msiogope. Lakini pia mnapoijua haki muitetee. Watu watakapokuwa wanasimama kuwapiga vita baadhi ya watawala kwa sababu ya dini zao, na mkaliona hilo wazi, wateteni. Usisubiri kulipwa kwamba sasa mimi nikutetea alafu utalipa nini. Usisubiri hilo.
fanya lillahi rabbil alamin. Akitukana usimtukane, akileta hoja ijibu. Hatufundishi matusi kwamba akitukane mtukane, kwa sababu matusi kila mtu aweza. Mtu anaweza kucomment tu akatukana tusi kubwa kwa herufi kubwa, na yaweza kumtukana matusi 200 kwa herufi kubwa na nyingine ndogo, lakini maana yake nini? Haileti maana yoyote. Lakini akileta hoja, akidhani kwamba hii ni hoja, ijibiwe. Sisi si watu cheap kwamba tuweza kununuliwa tu hivi vijitu vyepesi kwamba vikipewa pilau waweza kusema lolote. Sio sisi. Kama wapo wa kuwanunua ni wanasiasa, leo kasema hivi, kesho kanunuliwa kenda huku. Sitaki kusema ile maneno baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Siasa za nini hizo? Ana maneno yake wanayasema watu. Leo uko huku, leo wataka nini? Sasa sisi hatuko namna hiyo. Anadhania kwamba sisi ni watu cheap, kwamba anaweza kutununua leo, wajua tukiwanunua wale kesho tutafanya. Sisi hatuko hivyo. Si mashehe ubwabwa sisi. Sidhania kwamba mashehe ubwabwa. Sio sisi. Ukitaka kutukulisha tutakulisha hata wewe. Kwa hatununuliki sisi. Tunazungumza haya dinan, kwa sababu ya dini, na kuwazindua waislamu wenzetu wasibabaishwe na wasidanganyike wakaona kwamba kuna mbadala wa amani. Mkikubali kuivunja amani na utulivu, kwamba amani gani bwana? Watu wauliwa bwana. Amani gani bwana? Watu watekwa bwana. Kwa hiyo hii iondoke yote. Tusiende tena misikitini, watoto wasiende maskuli, wasiende madrasa, wasiende shule, watu wasiende sokoni, wasifungue maduka. Ndio? Haiwezekani. Sasa sisi kwa ule wingi wetu na uelewa wetu na maarifa makubwa tulionayo kwenye dini yetu na misingi imara ya dini yetu, tusimamie haya. Lugha yetu iwe sisi ni kuipalilia amani ya nchi na usalama wake na utulivu wake, na mkiipoteza amani hii mtalaaniwa na vizazi vijavyo, kwa sababu kurudisha amani hii na utulivu, kuvunja amani ni jambo rahisi tu, lakini gharama ya kuirudisha amani haiwezi kufidiwa na yoyote katika sisi hapa. Watu wangapi watakufa, mali ngapi zitapotea, heshima ngapi zitavunjwa. Mambo kama haya hupelekea wanawake kubakwa, watu kufanywa mambo mabaya. Sisi hatutaki hayo yatokee. Tuweni na utulivu na amani, tuweni na subra, tuombeni dua. Na katika mambo ya msingi ambayo jambo tutamalizia hapa, sisi waislamu tutakiwa tunapopatwa na matatizo au tuko katika hali ya amani, tukithirishe kuwaombea dua watawala, wawe wema na waongoke. Tumeona mtawala huyu aenda huku siku, tumuombee dua Allah amrudishe katika njia. Tumeona mtawala ni dhalim, tumuombee dua Allah amrudishe kwenye uadilifu. Hana huruma na raia wake, tumuombee mtawala Allah ampe moyo wa huruma. Na dua yako kumuombea mtawala ni dua yenye thamani sana. Al-Imamu Al-Munawi rahimahullahu ta'ala anasema maneno mazuri katika kitabu chake kinaitwa Faidhul Qadir, kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 49. Anasema wakadha as-sultanu ja'alahu Allahu ma'unatan li khalqihi fayusanu mansabuhu 'ani as-sabbi wal-imtihan liyakuna ihtiramuhu sababan limtidadi fai'i Allahi ودوامة معونة خلقه. وقد حذر السلف من الدعاء عليهم فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. anasema mwanachuoni huyu al-Imamu Abdurrauf al-Munawi katika kitabu chake Faidhul Qadir, sultani mtawala Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya kuwa ndiye msaidizi kwa viumbe wake. Kwa hiyo cheo chake kilindwe, asitukanwe, asidhalilishwe, ili kuwa kule kuheshimiwa kwake ni sababu ya kuendelea kivuli cha amani cha Allah subhanahu wa ta'ala na kudumu msaada kwa viumbe wake.
Ndio maana wanawazuoni wa salaf wakatahadharisha kuwaapiza na kuwalani viumbe, kwa sababu ukimwapiza, ukimwombea dua mbaya na ukimlani, ndio atazidi uovu na wao raia watazidi kupata balaa, wayazdadu albalaa ala almuslimin, na watazidisha balaa kwa Waislamu. Ukimwombea mabaya awe mbaya, atazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo wewe unachotakiwa umuombee mtawala dua njema. Na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tumwambie Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منا وما بطن، وادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وحسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. nimefika mwisho wa muhadhara wangu huu, na bila shaka nilichokifikisha kimeeleweka, na ninaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya niliyosema ni kwa ajili ya kutafuta radhi zake na kwa ajili ya kuitoa ilmu ya haki, iwanufaishe wapenda haki wanaotaka kujua haki, na kadhalika iwarekebishe wale wasiotaka haki, iwafanye waipende haki, waifuate. Na kama kuna mahali nimekosea, nimeteleza, basi namuomba Allah anisamehe, na hayo hayatokani na Uislamu, hayatokana na udhaifu wangu mimi wa kibinadamu. Kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa tumefika mwisho muhadhara wetu. Tunawaomba ndugu zetu nyote mliohudhuria hapa, Allah wahifadhi, mrudi nyumbani mlikotoka salama, na muufikishe ujumbe huu, mueneze kwa wengine ambao hawajafika, na muikubali, muifuatilie da'wa salafia. Yafuatilieni haya tunayozungumza sisi, yafuatilieni, yafanyieni kazi. Sio lazima unifuate mimi sitaki wafuasi, natosheka kuwa mwalimu, nasomesha dini. Lakini nyinyi fuatilieni kile mnachokijua kwamba hii ni haki, kichukueni, wala usimtaje mimi. Jifanye kwamba ulisema wewe ni haki, ieneze. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.